Mtume Muhammad. Sasa atakujaje tena mtu akwambie Yesu ni Muislamu? Mtu atakujaje akwambie wanafunzi wa Yesu ni Waislamu? Alafu kado na hiyo, uwezi kuniambia hapa katika hii Qur'ani yenye tulisoma na wewe hii si tumesoma na wewe hapa. Unajua sisi hatujaandika hizi vitabu, tunasoma tu na wewe. Wewe utakuwa mwenye kunitetea wakati ambapo mtu anaposema maneno ya ndasha hiyo Sawa. Uwe mtu wa inasema na wahukumu watu wa Injili kwa yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu. Alafu anatuambia kwamba na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, yani watu wa Injili wa Kristo. Sasa kama wafuasi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu walikuwa wa Kristo, kwani wanafunzi wa Yesu na Muhammad nani katangulia mwingine? Watangulia wanafunzi wa Yesu. Sasa walikuwa wa Kristo. Muhammad alipokuja akaanzisha dini gani? Uislamu. Akaanzisha dini yake ya Uislamu. Alafu dini hiyo ya Uislamu akaja, tunaambiwa akasilimisha majini wakasilimu. Ndio hii aya hapa katika Qur'ani 72. Katika hii Qur'ani 72 mstari wake ni wa kwanza, anasema sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu inaongoza katika uongofu, kwa hiyo tumeiamini. Mstari wa 14 anasema nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Kwa hivyo tukiulizwa majini walisilimishwa na nani, tutajibu aje? Na mtume mwenyewe, Mtume Muhammad. Lakini tukiulizwa mtume alisilimishwa na nani, tutajibu aje? Hatujui, kwa sababu kulikuwa hakuna Uislamu. Kwa hivyo yeye ndiye founder, ndiye mwanzilishi. Sasa yeye labda alisilimisha mke wake, akasilimisha watoto yake, na akasilimisha hawa majini, lakini manabii wa Mungu ambao walikuwa wanshakufa hawajui Uislamu ndio kitu gani. Hata Ishmaeli ambaye wanaenda kusema ati Muhammad ametoka na Ishmaeli si Muislamu. Naam. Sawa.